Mawazo ya tajiri na maskini. Luka 16:19 inazungumzia kulikuwa kuna tajiri ambaye alikuwa akivaa nguo za zambarau na alikuwa akila kwa anasa. Lakini kulikuwa kuna maskini Lazaro, yeye alikuwa anaketi katika mlango akisubiri chakula. Na ile sehemu walimuweka. Lakini sasa baada ya kufa wakaenda kuzimu kwenye ule moto huyo tajiri. Sasa kuzimu kulikuwa zamani, walikuwa kila mtu anaenda. Unamjua Mungu, unamjui Mungu. Sasa kule sehemu zilikuwa zimegawanyika sehemu mbili. Kulikuwa kuna adesi ya chini, alafu kulikuwa kuna adesi ya juu. Kwa hiyo probably hawa walikuwa adesi ya chini kwenye moto. Hawa walikuwa juu, lakini walikuwa wametengwa. Kwa hiyo sasa tajiri alipokuwa anaungua na moto, alipofungua macho akaona. Akamwambia Ibrahim, mtume Lazaro achove kwenye ncha ya maji kidole chake, au burudishe ulimi wangu, aweke kwenye ulimi wake, atilisi upate maji, kwa sababu anaungua sana na moto. Sasa ukiangalia hizi zana, tajiri bado ameenda yuko kuzimu, lakini bado anasema mtume Ibrahimu, mtume, kwa sababu Ibrahim alikuwa kule. Lakini kuna mtu ambaye ni Lazaro alikuwa kifuani mwake. Kwa hiyo alikuwa duniani maskini, lakini amekwenda na kule pia yuko kifuani kwa Ibrahimu. Anamwambia tajiri, anamwambia mtume Lazaro achove nchi yake kwenye nchi, aje. Bado anaendelea. Kwa hiyo tunaona ukiwa mtu mkubwa bado utaendelea kuwa mtu mkubwa na mawazo yale yale makubwa. Ukiwa maskini utaendelea kuwa vile vile maskini. Sasa kuna mentality ambazo watu matajiri wanazo kwamba wao huwa wanaamini katika kidogo kidogo kile kujenga utajiri wao. Mfano, akina Baresa wanauza ice cream, walianza hivyo mpaka wakaja huku juu kidogo kidogo, na hata 100 anayoipata kwa ice cream haizarau. Lakini sasa maskini, zile 100 anazozipata yeye achukulia umuhimu sana. Ndio maana ukienda kwa tajiri hakupi hela ovyo ovyo, kwa sababu mentality yake ni kujenga uchumi wa kwake. Lakini maskini ile hela ndogo anaizarau. Kwa mfano hata kwenye kujenga, tajiri anaamini kidogo kidogo, lakini maskini anafikiria nipate hela nyingi ndio nijenge. Lakini wanashindwa kuelewa thamani ambayo shilingi 1000 unanunua tofali. Kwa hiyo haya mawazo ya kitajiri na maskini, ili mtu aendelee mbele au arudi nyuma, lazima yamvae. Unapoanza kuwaza kuhusu mimi ni tajiri, hakika nakwambia utaishi kitajiri kwa mawazo yako. Umaskini sio nje, au hata pia utajiri sio nje. Utajiri na umaskini ni vitu vya ndani, mawazo yako. Kwa hiyo ukiwa tajiri kimawazo utakuwa tajiri, ukiwa maskini kimawazo utakuwa maskini. Biblia inasema msiwazie kuhusu kesho, kesho itajitengeneza yenyewe. Usiwaze, usiwe na wasiwasi. As long siku
zinakwenda. Umeamka asubuhi, maana yake hata wewe unaweza ukafanikiwa. Kama ungekuwa uwezi kufanikiwa, usingeamka asubuhi, ungekufa siku hiyo. Lakini Mungu amekupa siku kwa sababu anajua kesho utafanikiwa. Barikiwa sana. Kama umefurahia ujumbe wetu, basi angalia kwenye bio na tushirikiana nasi. Mungu akubariki sana.